Yes, mambo vipi mtazamaji wa Bongo Brothers, karibu sana. Hii ni Mizani ya Afya. Leo bana, kama kawaida niko na Dr. Choice ambaye tunazungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na afya yako wewe ambao unatazama hivi sasa kupitia Bongo Brothers. Of course, mimi naitwa Godwin Mawanja, kwa nguvu na muda nitakaka GP, nitakuwa nimeshakuelewa sana, au sio? Karibu sana Mizani ya Afya. Dr. Choice, karibu sana ndugu yangu. Asante. Habari za siku 2-3? Namshukuru Mungu. Uko vizuri eh? Kamuda kamepita. Kamuda kamepita, of course, kamuda kamepita. Lakini Mungu amejalia uhai na uzima. Na uzima. Tumekutana tena kwa mara nyingine. Hakika afya yako naona iko imeshamiri kweli kweli. Kama yako wako. Unasema ina glow. You're glowing. Hivi afya ndio ina glow au ngozi ina glow? Nafikiri afya kwa ujumla pia unaona ngozi ikiglow pia ni ishara ya kwamba afya iko sawa. Kwa hiyo kwamba afya iko sawa. All is well. Yeah, sure. Karibu sana ndugu yangu. Asante. Dr. Choice. Mara ya mwisho tulizungumza kuhusiana tulipiga story sana kuhusiana na swala zima la hizi dalili za magonjwa mbalimbali, visababishi vya magonjwa vya maradhi. Tukazungumzia kwenye upande wa deficiencies katika maana ya dalili, lakini katika upande pia wa sumu, toxicity, sio Sasa hebu tulizungumza ile kwa kirefu zaidi. Leo hebu tuje katika hili swala zima la sumu, pengine kwa namna gani sumu inaweza pengine zikatusababishia magonjwa ambayo tuko nayo kila siku. Wakati wengine wakawahi kusema nimeogwa bwana, ni mmoja ghafla tu au mtu mmoja ghafla kafa, sio na nini, unajua vile vitu ni kweli. Hebu tusanue hapa leo. Nafikiri kwanza kupata tu ile overview ya kipindi ambacho tulikifanya mara ya mwisho. Yes. Tulizungumzia maradhi na visababishi vya maradhi. Tukasema tu sisi tumea group maradhi kama vile kuna maradhi ya aina moja tu ambayo tukayaita ni cellular malfunction, kwa maana ya kwamba pale seli zako zinapoacha kufanya kazi ndipo ambapo sasa tunaanza kuzungumza maradhi. Ambapo tukasema kuna mambo mawili ambayo yanaweza yakasababisha seli zako ziache kufanya kazi au zishindwe kufanya kazi kwa usahihi. Tukazungumzia deficiency kwa maana ya upungufu, kwamba upungufu wa aina fulani ya virutubisho au vitu fulani vinavyohitajika kwenye mwili wako vikikosekana, basi unakuwa uko kwenye hatari ya kufanya seli zako zishindwe kufanya kazi kwa usahihi. Kwa hiyo hali hiyo inapelekea maradhi. Kwa hiyo tulizungumzia deficiency, tukazungumza na vitu ambavyo vinaweza vikapelekea sasa hiyo deficiency au upungufu wenyewe. Au unaweza kugusia kwa donoa tu hapo kwa haraka tuwakumbushia mambo nafasi ya tulizungumza mambo kadhaa kwenye upande wa deficiencies kwa maana ya upungufu. Nakumbuka tulizungumza nukta kama 4-5, sitazitaja kwa ule mpangilio ambao nilimtaja mara ya mwisho. Agusa nafikiri utapata kuelewa. Lakini upungufu namba 1 tunasema ni nutritional deficiencies. Ni upungufu kwenye upande wa virutubisho vile ambavyo vinatakiwa mwilini. Ukikosa baadhi ya vitamins, ukikosa baadhi ya protini, hali hiyo inapelekea seli zako kushindwa kufanya kazi. Unakuwa uko kwenye hatari ya maradhi. Kitu kingine ambacho tulisema kina uwezo wa kupelekea nutritional deficiencies, tulizungumzia mpaka changamoto za upungufu wa masuala ya kiimani. Nafikiri tulienda mbali na tukayagusia. Lakini pia tunazungumzia issue kama za upungufu wa maji. Maji tuli group tofauti sasa. Lakini maji pia na yenyewe tulizungumza kwa namna yake kwamba maji yanapokosekana katika mwili, 70% au na zaidi ya mwili wako umetengenezwa na maji. Pale ambapo maji hayapo kwa usahihi, basi inapelekea seli zako kushindwa kufanya kazi kwa ufanisi. Lakini pia nakumbuka tulizungumzia changamoto za, sijajua kama hatukwenda deep sana, lakini pia kuna issue ya sleep deficiency, masuala ya ukosefu au yani useme changamoto ya masuala ya usingizi. Nakumbuka ni kama tuligusa tukasema, unajua karibia 1/3 ya maisha yetu tunayatumia tukiwa tumelala. Yani kwenye masaa 24, unajua saa 4 mpaka saa 12 hapa tunasema wewe umelala. Asilimia zaidi ya 30 hiyo unatakiwa utumie ukiwa umelala. Ukosefu wa usingizi maanake kuna mambo ambayo yanashindwa kuendelea kwenye background ambayo ni muhimu yafanyike. Ukijaribu kuangalia unajua ni kama nusu kwa nusu. Nusu ni mchana, nusu ni usiku. Usiku una kazi yake, na miongoni mwa kazi za usiku ni kulala. Na wakati wa usiku pia ni wakati ambao mwili huwa unajitafakari na kuhakikisha kwamba kama kuna kitu hakikuwa kimekaa sawa, basi kiwekwe kikae sawa ili uamke kesho ukiwa ni nini? Ukiwa ni mpya. Lakini pia tukazungumzia baadhi ya staili za upikaji zinakuwa sio rafiki, zina uwezo wa kupelekea ukosefu sasa wa virutubisho kwenye kitu husika. Tukaenda mbali zaidi, tukazungumzia changamoto za mifumo ya kilimo, kwamba kuna aina fulani za ulimaji wakati mwingine zinapelekea ile mimea
kutokuwa na vile virutubisho vinavyotakiwa. Nakumbuka tukazungumzia mpaka issue ya crop rotation, kwa maana ule utaratibu ambao wazee walikuwa wanautumia. Msimu wa melima mahindi, sijui ardhi inapewa muda kidogo ipumue, irudishe virutubisho, alafu baadaye, tofauti na hali ya sasa hivi ambapo unakuta watu wameingia kwenye kilimo cha kisasa ambapo ardhi haipewi muda na matumizi ya kemikali yamekuwa ni makubwa ili kuhakikisha kwamba ile mimea inakwenda sawa. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo tuliyazungumzia kwenye upande wa deficiencies. Na tukasema sasa deficiency inapokuwa imetokea kulingana na aina ya upungufu uliojitokeza kwenye eneo husika, ndio utakaoamua ni seli zipi hazifanyi kazi, na ndizo ambazo zitakuja kusema ni ugonjwa gani utaupata ikiwa ni matokeo ya upungufu. Sawa sawa. Hiyo ni summary, nimeenda haraka ya. Lakini kuna mtu anaweza akawa amesikiliza hivi na akaelewa kwamba jamaa hata kama hakusikiliza kipindi kilichopita ana picha kwamba lakini akiingia pale TikTok tutakutana nazo hizo. Zipo, japo kwenye TikTok tuliziweka kwa vipande sana, yani huwezi kupata kwa home mtiririko. Sasa tucheki na hiyo sumu sasa ambayo inaweza kusababisha maradhi mbalimbali. Kama nilivyosema, seli zako zinapoacha kufanya kazi ndipo ambapo mtu anakuwa umeingia katika maradhi. Tulishazungumzia deficiency, sasa hivi tunazungumzia toxicity. Manake njia ambazo zinaweza kupelekea seli zako zisifanye kazi ni mbili tu. Ni deficiency, ni upungufu, au ni toxicity, ni sumu. Labda wakati tunataka tuanze kuzungumzia sumu, ni vyema tukajiuliza kwani sumu ni nini? Unajua kuna mtu akisikia sumu anaanza kuwaza sumu, ikija haraka labda anaweza akaanza kuwaza sumu ya panya na sumu zingine, sumu ya nyoka. Lakini nikizungumza sumu kwenye mlengo wa kiafya, sumu ni kitu chochote ambacho kina uwezo wa kufanya seli zako zisifanye kazi. Aidha hicho kitu kikiwa kimezidi au kimepungua. Kina uwezo wa kupelekea hicho sasa tunachokiita ni sumu. Kwa hiyo chochote kwenye mwili wako ambacho hakipo katika usawa fulani au hakihitajiki kwa kiwango fulani, kwa kipeleka kwa kiwango fulani, basi kinageuka na kuwa ni sumu. Kwa hiyo kuna wakati hata vile ambavyo tunaona ni vyakula vya kawaida, ni vyakula ambavyo ni vya kiafya, pale ambapo vinakuwa misused, pale ambapo vinaingizwa katika mwili katika utaratibu ambao sio pendwa na mwili, basi una uwezo wa kupelekea kitu ambacho tunakiita sumu. Kwa hiyo sumu ni chochote ambacho hakihitajiki kwenye mwili wako, ikiwa ni ziada ama ikiwa ni upungufu, hiyo tunaitem kama ni sumu. Sasa tuna category kadhaa za sumu, kwamba sumu ziko kwa categories, na utakuta watu wanazungumzia stories za detox. Na mtu anakuambia bwana mimi kuna mchakato ambao naendelea nao, ni mchakato wa kutoa sumu mwilini. Lakini kwa mtu ambaye anaufahamu, ukiwa unamwambia mtu unafanya detox, kwa mtu ambaye anaelewa, anaanza kucategorize zile sumu ziko kwenye category ngapi, na hiyo detox ambayo wewe unasema unaifanya inaenda kuangukia kwenye engo gani, ni sumu gani unayoitoa kwa mujibu wa zile category za sumu ambazo zipo. Kwa hiyo ni vyema mtu akawa anafahamu kwamba category za sumu ziko tofauti. Unampata mtu anatumia tu dawa labda mathalan za kuendesha detox hizo, utoa sumu. Sumu unatoa sumu za aina gani? Maana sumu za aina tofauti. Mbona sasa mwingine msingi sana kuelewa hicho. Na mwingine anaweza kukwambia sasa kama nina sumu ningekuwa labda nishakufa labda mathalan. Unaona sasa lakini mimi nipo sasa, nina sumu gani na kila kitu naona kipo, kipo okay. Of course wewe kuwa mzima wa afya haina maana kwamba unakosa sumu. The bad thing kuhusiana na mwili ni kwamba mwili una uwezo wa kukaa na sumu muda mrefu. Ndio maana maradhi mengi ukijaribu kuyaangalia, hakuna maradhi ya leo kesho asubuhi, maradhi ambayo yanasumbua dunia. Hakuna maradhi ya kwamba umepata leo alafu kesho umeanza kuumwa. Una uwezo wa kukaa na sumu zako kwa muda mrefu ukiwa hujaonyesha dalili. Mpaka pale ambapo mwili unakuwa umeshachoka, mwili umefanya jitihada zote umeshindwa, ndio pale sasa maradhi yanapoanza kujionyesha. Kwa hiyo ni muhimu tu watu wakajua zile aina za sumu na namna ambavyo wanaweza wakakabiliana nazo. Kwa hiyo kwa leo nafikiri take time kuangalia category tofauti na sumu za sumu na namna ambavyo zina uwezo wa kuathiri mwili. Kisha baada ya hapo sasa mtu mwenyewe ataona, akiambiwa tumia hii dawa ya kuflash tumbo, atajua ni aina gani ya sumu ambayo anaitoa na itamsaidia kitu gani. Ukizunguka huko unajua detox ziko nyingi sana. Utakutana na watu wengine wanatumia hizi dawa za kuflash, hizi za kuendesha. Mwingine unakutana naye kuna sijui wa China sijui kitu gani, kuna mabeseni wale wanaweka miguu, wanakuambia wanafanya detox. Naonaga wengine pia wanakuja na zina ni zao zile
anakuja na soda fulani nyeusi, alafu anaweka hiyo dawa ile soda, baada ya muda inabadilika inakuwa maji. Inakuwa ni kama colorless fulani, from black to colorless. Kama unaona kama hii soda nyeusi imebadilika hivi, au kama soda nyekundu. Unakuta kama akiweka ile dawa inabadilika inakuwa colorless, haina rangi. Kama rangi ya maji. Kwa sasa hiyo kama ni hivyo, maana yake na ukinywa unatoa sumu yote, utaharisha na vitu kama hivyo. Naziona sana, tunaziona sana mitaani hizo. Wakati mwingine hivyo ni vitu ambavyo vimekosa utafiti. Japo mimi sio mdau sana wa kuzungumzia utafiti. Maana yake sio kila kitu kwenye hii dunia kimepata utafiti. Unajua the good thing and the bad thing about science. Science imetusaidia mambo mengi sana, kujua mambo mengi sana, lakini pia ina upande wake wa udhaifu. Na ukiwapata wanasayansi mara zote kila wanachozungumza wanazungumzia utafiti. Lakini kuna engo nyingine, kwa maana watu wengi ambao wanaishi kwenye ulimwengu wa dunia, imani kubwa ni Uislamu na Ukristo. The bad thing kuhusiana na science, haijawahi kuprove ile existence ya Mungu. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba lazima kila kitu kiwe proved by science ndio kiwe ni halisi. Science imeshindwa kuprove uwepo wa Mungu. Pia inaweza ikashindwa kufika kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu tu wanatakiwa wakielewe. At certain times tunalazimika pia kuprove uwepo wa shetani pia. Pia yani imeshindwa kuprove hayo. Kwa hiyo imeweza tu kuprove certain angles ambazo ndio hizi tunaishi nazo. Lakini kwenye wale wanaoweka sijui soda, wanaweka sijui kitu gani, wakasema kwamba hii inafanya. Anyway, labda wana maelezo ya ziada kuhusiana, lakini practically mimi naweza nisiwe na hiyo imani sana. Eti kwa kuwa ilikuwa ni nyekundu, basi sometimes it's about chemical reactions. Umeweka kitu fulani, ukareact na kitu fulani, labda it was acid, baadaye umereact na base, imetengeneza salt and water, ambayo water ni colorless. Unawaambia watu ndio jinsi ambavyo sumu zinaweza zikatoka. Kesi hiyo inaweza ikawa ni tofauti kwa sababu chemical composition ya mwili wako ni tofauti. Na tusidanganyane, yani kabla hata ya hizo heka za detox, mwili una organs za detox. Yani mwili mara zote uko at detoxification. Mara zote mwili unafanya detoxification. Na tuna viungo ambavyo huwa vinahusika na detoxification. Kiungo namba 1 ambacho mimi naweza nikakiweka kama ni kiungo cha detox ni pamoja na ngozi. Ngozi ndio the largest excretory organ, ndio katika detox organ kubwa kabisa ambayo inahusika na utoaji wa sumu. Ngozi tu sio kwamba inalinda mazingira ya ndani ya seli zetu, sawa? Lakini pia ngozi ina kazi zingine hata za kufyonza virutubisho. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu unavoviweka kwenye ngozi yako, is either umeweka mambo mawili. Umeweka kitu ambacho kitakuongezea deficiency kama nilivyozungumza mwanzoni, au inaweza ikawa ni sababu ya toxicity. Na kwenye upande huu wa ngozi, wakati mwingine unatamani hata uje iwe ni kipindi peke yake kuzungumzia ngozi. Maana kwenye ngozi utalazimika kuzungumzia mambo yote ambayo yanaathiri ngozi. Katika eneo ambalo utazungumza kwa undani ni pamoja na cosmetics, ni pamoja na vipodozi. Vipodozi ambavyo nafikiri wakina dada kwenye hii engo ya ngozi ni katika eneo ambalo ni very hectic. Wengi wanatumia vipodozi bila kujua aina ya kipodozi wanachotumia na namna ambavyo wanaweza kuathiri ngozi zao. Shida ni kubwa sana kwenye upande huu. Na ni kuweke tu wazi kwamba changamoto nyingi za ngozi ambazo zipo na vipodozi vingi vilivyopo havitatui shida za ngozi zilizopo, isipokuwa zinapiga nyundo usiweze kuona dalili kwa haraka. Yani wewe unaona umekaa yani sasa na mtoto analia alafu ukamziba na kitambaa ukao unamshukuru Mungu mtoto wangu halii tena. Yani sio kitu ambacho ni sawa. Kwa hiyo cosmetics nyingi zipo kwa ajili ya kusuppress symptoms. Na kadri ninavyozungumza huko mbele utanielewa. Ngozi inapopata changamoto yoyote inajaribu kukuashiria changamoto za ndani. Symptoms, hebu kwa Mtanzania tusikilize kwa kuelewe. Tukizungumzia kusuppress symptoms ni kuficha dalili. Umeelewa? Mfano ni mfano ambao nakumbuka kama nilishawahi kutoa, inawezekana kwa sio rasmi sana. Wewe ukiwa unaumwa na kichwa kwa sababu hujanywa maji ya kutosha, practically mwili wako unataka maji. Sawa? Ila unapotaka nafuu ya haraka unakunywa dawa ya maumivu, kichwa kinaacha, lakini haina maana kwamba umeresolve ile changamoto ya maji ambayo unayo. The same case hata kwenye cosmetics. Watu hawaangalii kwa nini ngozi zao zinapata shida. Wao wako kwenye muonekano zaidi. Nafikiri tuko kwenye ulimwengu ambao watu wanahadaika zaidi na muonekano na matokeo ya hapo kwa hapo. Kwa hiyo ni detox organ namba 1 ni pamoja na ngozi. Kwa hiyo kwenye upande wa ngozi, namna ambavyo mtu anaweza akaisaidia ngozi yake, kwanza namba 1 ni kuhakikisha hauweki kwenye ngozi yako chochote ambacho kina uwezo wa kuathiri seli zako. Kuanzia vipodozi ambavyo sio rafiki, hivi ni vya kukaa navyo mbali. Ndio jinsi ambavyo unazidi kuongeza sumu kwenye mwili wako.
yani ngozi sio tu kwamba ni kizuizi kwamba damu na nyama zisionekane, hapana. Na yenyewe pia inatumika kufyonza virutubisho ndani ya mwili. Kwa hiyo kama ulichokiweka kwenye ngozi yako ni kirutubisho, basi kitafyonzwa ndani ya mwili. Lakini kama ulichokiweka ni sumu, basi hiyo sumu itafyonzwa ndani ya mwili na ina uwezo wa kukuletea changamoto. Kwa hiyo situation iko hivyo. Kwa hiyo detox organ namba 1 ni ngozi. Japo huku mbele nikianza kuzungumzia zile aina za sumu utanielewa. Changamoto nyingi zinazoonekana kwenye ngozi asili yake zimeanzia tumboni. Kwa mfano kuna ile habari wanasema pumu ya ngozi, aina fulani ya allergies. Ni issue ambazo practically huku ni kama check engine tu imewaka, lakini practically unatakiwa udeal na tumbo. Kwa sababu sasa hivi tumbo lako hata likipata kipele huna namna ya kuona. Isipokuwa mwili sasa utatumia namna nyingine ya kukuonyesha kwamba kuna kitu hakiko sawa ndani yangu. Na hicho kitu kitakuwa manifested au kitaonekana kwenye ngozi. Kwa hiyo practically asilimia zaidi ya 90 ya changamoto zote za ngozi ni shida ya tumbo. Tutakuja kuona sasa huko mbele kwamba inakuaje. Lakini detox organ namba 1 ni pamoja na ngozi, ambapo tumesema epuka chochote ambacho from chemicals, kuanzia kemikali na chochote ambacho sio rafiki na wewe. Chochote ambacho mwili wako haukitambui usiweke kwenye ngozi yako. Kwa hiyo tuwe makini sana kwenye engo ya vipodozi. Lakini namba 2, kwenye upande wa ngozi kuna baadhi ya mambo ambayo unaweza ukayafanya ambayo ni mazuri kwenye upande wa ngozi na yanasaidia upumuaji na mambo mengine. Namba 1 kuna kuhakikisha kwamba unakunywa maji ya kutosha. Kadri unapokunywa maji ya kutosha, tafsiri yake ni kwamba ngozi yako inakuwa ina ufanisi wa kuondosha sumu ambazo kwa bahati mbaya zilikuwa zipo kwenye mzunguko wa damu. Na baadhi ya mambo mengine ikiwemo sauna, sijui kama sauna ukwao yanayo. Sauna, steam bath ni nzuri sana kwenye detox. Yani mbali na kwamba watu wanaenda kwa ajili ya starehe, kuna watu hata hawajui kama zina faida. Yani mtu anaenda for starehe anakuambia nina relax sana nikiwa kwenye sauna. Kwa ile out of relaxation sio tu kwamba una relax, lakini nyuma ya pazia pia kuna sumu nyingi ambazo zinatoka kupitia ngozi. Lakini pia tuna detox organ nyingine kama ini pia ni sehemu ya detox, yenyewe pia inatumika kwa ajili ya kusaidia kuondosha sumu kwenye mwili. Lakini pia ukiacha ini tuna figo na yenyewe pia inafanya kazi ya kuondosha kile ambacho sio rafiki. Ukiacha hivyo pia tuna mapafu. Mapafu pia ni sehemu ya detox organs, kwa maana ya kwamba inatoa vile ambavyo havitakiwi. Kwa mfano carbon dioxide inapoendelea kuaccumulate kwenye tissue inatengeneza mazingira ambayo ni acid kwenye mwili. Acid ina kawaida ya kuunguza. Kwa hiyo namna pekee ambayo mwili unatumia kuondoa kile kiwango cha acid ambacho kinaweza kujitokeza kwenye damu ni kupitia kupumua nje carbon dioxide. Kwa hiyo hii tunapovuta oxygen ikienda ikichakatwa na reaction tofauti zinazoendelea kwenye mwili, kuna ambavyo vinazalishwa ambavyo asili yake vinatakiwa vitoke nje. Vinatoka kwa njia gani? Vitatoka pia kwa njia ya kwa njia ya mapafu. Ndio maana kuna baadhi ya research zinasema kama wale watu ambao kuna kitu tunaita lung function, ni ule utendaji kazi wa mapafu. Kadiri ambavyo mapafu yako yanafanya kazi chini ya kiwango, ndio jinsi ambavyo utazidi kuwa na umri mfupi, ndivyo jinsi ambavyo uko karibu zaidi na maradhi. Kwa miongoni mwa vitu vya kukufanya wewe sasa uweze kuimprove ile lung function, uweze kuimprove ule ufanyaji kazi wa mapafu, pamoja na kufanya mazoezi. Kwa hiyo kwenye kila engo, kadri ninavyoenda utakuja kuona detox ya ngozi, natakiwa kwanza niepuke kuweka ambacho sio rafiki. Natakiwa nihakikishe napata maji ya kutosha. Kwenye mapafu unakuta the case sasa case kidogo inaweza ikabadilika. Unajikuta unazungumzia issue za mazoezi. Japo kwenye viungo vyote hivi mazoezi ni kitu ambacho ni constant, lakini kuna kitu ambacho ukikizungumza unakiweka ni namba 1 kwenye kitu fulani, ila kwenye organ nyingine inakuwa sio namba 1, inaweza ikawa ni namba 2 au ni namba ngapi? Au ni namba 3. Huku naenda haraka, lakini tamaa yangu ilikuwa tu tumepita kwanza kwenye zile aina za sumu ambazo zinatengenezwa kwenye mwili, alafu sasa ndo tungeweza kuja kwamba nini cha kufanya ili kusaidia ile detox, yani kabla hata ya hizo dawa na hizo heka zingine zote. Mimi nafikiri tunyooshe tu moja kwa moja sasa kwenye tumezungumza sumu ni nini, chochote ambacho hakitakiwi kuwa kwenye mwili lakini kipo kwa wakati huo kinakuwa aidha kimezidi au kimepungua. Kikitoka that's fine. Na kitu kingine ambacho tunatakiwa tufahamu ni kwamba mwili is a detox machine. Mwili ni chombo cha detox. Yani mara zote mwili uko kwenye detox. Yani mazingira tuliokuwa nayo tumezungukwa na sumu nyingi kuliko kawaida. Especially katika zama kama hizi. Yani sumu ambazo zilikuwa zimewazunguka wale waliokuwepo miaka 2000 au miaka ya 70 ni tofauti na sasa hivi. Tuko kwenye kipindi ambapo
accumulation ya sumu ni kubwa. Yani yani kila kitu ambacho kinatuzunguka sisi ni sumu. Kwa hiyo ni vyema watu wakawa na ile knowledge ya kufahamu aina tofauti za sumu, namna zinavyotengenezwa na namna ambavyo wanaweza wakajisaidia. Tukianza kwenye aina ya kwanza ya sumu, hizi tunaitaga ni sumu ambazo tunaita ni sumu ambazo zinatokana na mmeng'enyo mbaya wa chakula. Tunaita tunaweza tukaita ni digestive toxins. Okay. Ni sumu ambazo zinatokana na uchakatwaji mbaya wa chakula. Ambapo hapa sasa kwenye kutoa ufafanuzi, hizi ni aina ya sumu ambazo mara nyingi huwa zinatokana na chakula. Na elimu ambayo watu hawana, na nafikiri ni kitu ambacho nimekiona sana kwa watu wengi. Watu kwa mfano ukimkuta mtu anakunywa mathalan labda anakula carrot na chai. Unaonaje hiyo kitu? Iko awkward. Kwani nani amekwambia ni mbaya? Nani amekwambia ni awkward? Wewe nani amekwambia ni awkward? Yaani mimi naona tu mazoea. Mazoea. Hapana, ubongo unajua ukweli. Ubongo unajua vitu ambavyo havitakiwi. Yaani wewe kabla hata hujaambiwa wala hujafundishwa kwamba tango na chai ya rangi haziendi, ubongo wako unajua kwamba hichi kitu, kwa sababu ndivyo ambavyo tumekuwa coded. Kwa bahati mbaya kuna baadhi ya maeneo inabidi tufunguliwe. Na chai ya rangi. Usielewe. Kwa hiyo tukianzia kwenye hizi digestive toxins, hizi sumu ambazo zinatokana na uchakatwaji wa chakula, namba moja ni kwenye wrong food combination, uchanganyaji mbaya wa vyakula. Kuna vyakula haviruhusiwi kuchanganyika. Kwa hiyo unavovichanganya tayari unakuwa umeshajiingiza kwenye kundi la aina ya kwanza ya sumu ambao ndio tunaita ni digestive toxins au toxins from digestion. Lakini karoti inaweza kama amekula pengine imeungwa, katika maana kama pengine imeunga imekuwa na nyama na nini na wali akanywa na chai. Nasema hiyo karoti labda au unazungumzia karoti kama karoti mbichi. Tena nimezungumzia tango na chai ya rangi. Yaani acha kwamba imechanganywa, imefanya nini? Yaani mtu yupo ameagiza chai afu ameagiza na matango yake mawili. Yuko anakula ana enjoy. Cha kuelewa tu ni kwamba kuna vyakula havi mix. Labda nitaanza kutoa ufafanuzi ni vyakula vya aina gani ambavyo haviruhusiwi ku mix. Na nianzie kwenye hii confusion ambayo inawatesa watu wengi kuhusiana na swala la afya. Haitakiwi. Na hichi ninachokizungumza ni kwa mujibu wa protocols na zile fundamentals za Unani medicine. Ambazo ni elimu ambazo mababu zetu walikuwa nazo au watu fulani walishawahi kuwa nazo na waliamini kwamba kupitia hii ndio sawa. Kipindi ambacho hata hakuna tafiti za kutosha. Lakini kadri muda unavyoendelea kwenda, watu watakuja tu kuelewa kwamba watu wanatakiwa warudi walikotoka. Sababu mkimbia kwao ni utumwa. Utumwa sure. Ni kweli. Kwa hiyo namba moja tuzungumzie kwanza kwenye issue ya matunda. Hii ni changamoto ambayo ipo kwenye jamii. Watu hawaelewi matunda yanatakiwa yaliwe muda gani. Kuna baadhi ya watu nakutana nao anakuambia matunda hayafai, mwingine anakuambia hivi usile mangapi, sijui usile nini. Anyway, kila mtu ana haki na nafasi ya kusema kile anachokiona ni sawa. Lakini ukirudi kwenye zile standards za Unani medicine, matunda tunaita ni fast track. Matunda ni kitu ambacho kimeumbwa au kimetengenezwa katika mazingira ambayo kinatakiwa kipite kwenye system ile ya utumbo kwa haraka. Hakitakiwi kukutana na obstacles, haitakiwi kukutana na chakula. Nikisema hivi namaanisha matunda hayatakiwi kuchanganywa na chakula. Matunda ukijaribu kuyaangalia mpaka yamepewa na enzymes. Enzymes zingine ni sawasawa na zile enzymes ambazo sisi tunazo tumboni. Kwa maana ya kwamba ni kitu ambacho kimekuwa aimed kikiingia kwenye system kisikai muda mrefu kiwe kimeondoka. Mwili wako utaanza kugenerate toxins, utaanza kutengeneza sumu kipindi ambacho unachanganya chakula na matunda on the same time. Una sahani ya wali alafu muda huo umechanganya na sahani ya nini? Na sahani ya matunda. Sumu za aina ya kwanza huwa zinaanza kuwa generated wakati huo. Kwa sababu gani? Matunda ni fast track. Matunda hayatakiwi kukaa muda mrefu. Matunda ukila sasa hivi ndani ya dakika 15, 20 mpaka nusu saa unasikia njaa. Hivyo ndivyo inavyotakiwa iwe. Matunda yana kazi ya cleansing, yana kazi ya detox, yana mambo mengi ambayo tunayapata kwenye nini? Kwenye matunda. Na kingine nafikiri hiyo ni fact namba moja. Tunda pekee ambalo linaruhusiwa kuchanganya na matunda mengine ni matunda ya aina mbili tu. Lakini baadhi ya watu wanasema ni tunda la aina moja. Ni parachichi na papai. Full stop. Shughuli imeishia hapo. Hauruhusiwi kuchanganya matunda mengine tofauti na haya niliyoyataja na chakula. Hivi vitu haviendi pamoja. Ndio mwanzo wa kuanza ku accumulate toxins. Sumu zinaanzia hapo.
tena ukute sasa ndio wanga, alafu ukute na matunda yenyewe yenye asili ya sukari. Sukari na wanga vikikutana, sukari na protini vikikutana, ndio hizo sumu zinaanzia kujitengeneza hapo. Wanga, sukari haitakiwi kukutana na haitakiwi anyway. Hii nafikiri ni kama vile nimetangulia point. Lakini ninachojaribu kuzungumza ni kwamba matunda yaliwe peke yake. Hiyo ni sharti namba 1 kwenye kuhakikisha hautengenezi sumu. Sharti la pili kwenye ulaji wa matunda yanatakiwa yaliwe kwa msimu. Okay. Kama msimu fulani sio wa matunda, kama msimu fulani sio wa kula kitu fulani, basi huo sio muda wa kula hayo matunda. Unajua ambaye Mungu ndo ameweka hii miti ya matunda na akatuweka na sisi. Na ameweka hii miti ya matunda iweze kutusaidia sisi. Kama Mungu angeona tuna uhitaji wa haya matunda yawepo throughout the year, angetengeneza mpango wa kwamba haya matunda yanapatikana mwaka mzima. Lakini ameyaweka kwenye kipindi fulani kwa mwaka, kwamba tunda hili, mti huu utazalisha matunda mara 1 mara 2 kwa mwaka. Kwa sababu hivyo ndio mahitaji yetu, na kile kipindi ambacho ndio msimu wa kitu fulani haswa ndo mwili wako unahitaji kitu fulani. Usiforce kwa kuanza kutafuta sijui yanaotoka sijui nchi gani, yanatoka nchi. Kama msimu sio wa kitu fulani, usihangaike. Usianze kujistress kwamba nitapata wapi matikiti na sio msimu wa matikiti. Hiyo sio system ya kidunia, wala sio system of nature. Sivyo, umesikia wewe? Tumeelewana? Sawa. Na kwa hiyo unapokuwa una chakula na matunda, sawa unatakiwa uanze na matunda. Ukianza na matunda kwa sababu tunaamini ndani ya nusu saa yatakuwa yameshamaliza huo mchakato wake. Baada ya nusu saa una uwezo wa kula chakula. Umeelewa? Ikitokea umeshakula, tunachokiangalia ni aina gani ya chakula umekula. Kuna chakula ambacho mchakato wake wa digestion unachukua masali. Okay, inaweza ikawa ni kuanzia lisali 1 mpaka masaa 3.5. Kwa ikiwa umekula labda red meat, nyama nyekundu, wakati mwingine unalazimika kukaa mpaka masaa 4 mbele ndio uje uweze kula matunda. Kwa unakulaga style kwamba unakuta mtu anakula zake kazake wali, sijui mchicha, maharage, samaki, kachumbari, huku na ndizi pembeni au nani au chungwa. Ule ni uongo. Sasa hapo ni kama tunaenda kwenye pointi ya pili. Hapa kwenye matunda ni kama sasa tunaondoka. Sasa na kwenye matunda labda kitu kingine ambacho nikiweke wazi. Matunda kuna namna 2 ya ulaji. Kuna matunda kwa maana ya kwamba umeala yenyewe kama yenyewe, tunda likiwa nzima. Kwa maana ya kwamba haujalifanyia juicing, haujali kuna hizi mashine zinaitwa juicer ambapo unakuta ina press maji tu yanatoka kivyake na hivi ni vitu viwili pia tofauti. Lakini namna nzuri kabisa ya kula matunda ni ule tunda likiwa na uzima wake, sio katika mfumo wa juice. Isipokuwa pale ambapo umeamua kutumia sasa hivyo ikiwa tayari ni juiced, of course kuna watu ambao wana benefit na kuna watu wengine inaweza ikawaletea changamoto. Mtu akiwa katika hali ya maradhi au mwili wake ukiwa kwenye uhitaji mkubwa, hata tunda likiwa limekamuliwa kwa ile style ya juicing inakuwa haina changamoto sana. Lakini kama uko healthy, ni muda pia. Matunda pia unajua yanafanya massage ya fizi unapokuwa unatafuna. Kwa kitu kinapokuwa ni juice hakuna tena muda, unakuwa umebypass massage ya fizi. Hatari kabisa, teeth massage. Kwa hiyo pale unapokuwa kama ni apple sasa, yani vile inasaidia pia kuimarisha fizi, na kwa hiyo kuna advantage kwenye kulila tunda likiwa katika uzima wake kuliko likiwa katika mfumo wa juice. Ila pale ambapo mwili una uhitaji sana, labda katika hali ya maradhi, tuna uwezo wa kufanya juicing. Mada yake pia ni ndefu. Tukisema tuifungue tutazungumzia tu matunda hapa, tutaacha kuzungumzia. Maana ndugu yangu pale Tonito anapenda kutafunaga sana miogo mibichi. Miogo mibichi. Au pengine na mua. Kwa hiyo anatengeneza uimara wa fizi pale. Massage. Nje anachokula ni nini? Kina kitu gani ndani, lakini yeye binafsi anatengeneza uimara wa fizi. Inawezekana labda hiyo ni unasema wewe. Yeye anapenda akawa anajua anapenda kutafuna miogo mibichi huyu bwana. Basi tutegemea huwa na sababu zake mwenyewe zingine anazosikiaga mtaani huko. Lakini kumbe tunajua tu kwamba tutachukua elimu kwake. Sawa. Sasa na sehemu ya pili ambayo ina uwezo wa kutengeneza sumu, kama hapa sasa hivi tuko kwenye michanganyo ya chakula. Kuna vyakula ukiwa unavichanganya unakuwa tena upo kwenye hatari ya kutengeneza sumu. Sasa tuna makundi ya watu. Kuna sisi ambao tunajiona ni wazima wa afya. Alafu kuna kundi la watu wa pili ambao wao wanaelekea kwenye maradhi. Alafu kuna kundi la watu watatu ambao tayari unasema huyu, yani ukikutana naye unasema nimekutana na jamaa yangu mgonjwa. Lakini mimi na wewe hatuko kwenye ile kundi. Kwa hiyo hata ninapozungumzia sasa hivi hii michanganyiko hapa, hii inakuwa ina athari inaonekana zaidi kwa yule mtu ambaye tayari yuko katika maradhi. Kwa mfano,
wanga na protini hazichanganywi. Wanga na protini hazichanganywi. Practically kama huhitaji kutengeneza sumu kwenye mwili wako, ukiamua kula nyama tu. Yani hapa unataka kumaanisha kwamba sisi tunakulaga wali na maharage, ugali na maharage. Wali sasa uko naenda. Okay. Uko naenda. Sasa protini ziko mara mbili. Tuna protini za wanyama, alafu tuna protini zinazotokana na mimea. Practically ukiwa unazungumzia protini zinazotokana na mimea, hazina shida sana, na hata viwango vya sumu vinavyotengenezwa baada ya kuchanganya protini ya mimea na wanga ni sumu ndogo sana ambayo mwili unaimudu. Wala haina stress, kwa sababu nimekuambia mwili wa mwanadamu mara zote unafanya detox. Kwa hiyo inajulikana kabisa sisi kuna sumu huwa tunazitengeneza at every level. Kwa hiyo mwili mara zote unafanyaje? Unapambana. Kwa hiyo sumu unaoitengeneza kupitia maharage ambayo ni protini na wali ni sumu ya kawaida, tofauti na sumu ya kuchanganya nyama pamoja na wali au na ugali. Kwa ile sumu inazidi kuwa kubwa. Sasa inategemea, watu nao wanatofautiana. Kuna mwingine ana handle hiyo sumu na kuna mwingine hahandle. Lakini kwa mtu ambaye tayari ameshaingia katika maradhi, yuko sijui kwenye anazungumzia habari ya pressure, anazungumzia habari ya nini, hao ni watu ambao strictly wanatakiwa waepuke kila ambacho kina uwezo wa kugenerate toxin, kina uwezo wa kuzalisha sumu. Hapo tumeelewana? Mimi nilikutana na mzee wangu mmoja akaniambia, hakikisha kwenye sahani yako unapokula, tathmini ya kwanza ambayo unatakiwa uifanye, jiulize vile ulivyoviweka pale vinashabihiana au kuna kinachomla mwenzake. Kama kuna ambacho hakimli mwenzake, hiyo ni wrong food combination. Huo ni mchanganyo mbaya wa chakula. Nikamuuliza kwa mfano nini? Akanambia huwezi kula nyama ya ng'ombe na ya kuku kwa mara moja. Kwa sababu ng'ombe haizi kula kuku. Huo sio mchanganyiko mzuri. Yaani ukiwa una wali alafu ukiwa una nyama ya ng'ombe na nyama ya mbuzi, kitendo cha kuila ile katika sura ile unakuwa ni mchanganyo mbaya. Mchanganyo mzuri pale anambia inaweza ikawa ni wali na kuku. Kwa sababu kuku yule anakula nini? Kuku anakula mchele. Hata wali pia anakula. Haya, una mishikaki, labda mathalan unazungumzia chipsi mayai na mishikaki. Pale kuna ng'ombe na kuna mayai. Wewe ulishawahi kuona ng'ombe anakula mayai? Hapana. Anaambia huo ni automatically ni mchanganyiko mbaya. Mchanganyiko sasa pale ambapo umeamua kwamba unatengeneza zile sumu chache, basi walau iwe ni chipsi kavu na mishikaki, lakini sio chipsi kavu na mayai alafu na nini na sasa dokta, ambao tunafanya sana makosa kama ndio hivyo. Ndio vitu sasa ambavyo watu wanatakiwa wavifahamu. Maana mzee unakuta kapiga zake wali, nyama, maharage, ndio hiyo unayosema. Maharage yuko sawa, afu anachapa na soda yake fulani hivi. Baridi. Ina jasho hivi. Kwa hiyo haya tunayazungumza hivi. Anapiga picha na Snapchat au anatuma kwenye TikTok. Jamani, karibuni lunch. Kinachotugharimu sisi ni kiburi cha uzima. Ni kwamba si mzima nimekula alafu hamna kitu ambacho kimenitokea, lakini ni sumu ambazo tunaendelea kuziaccumulate taratibu. Lakini tunachokisema ni kwamba at every level tunatengeneza sumu. Tunachojiuliza ni kwamba je, una mipango gani? Unaelewa vipi kuhusiana na sumu na una mikakati gani ya kuhakikisha kwamba hauendelei kuzalisha sumu kwenye mwili wako? Hilo ndo jambo la msingi. Lakini sumu at every level zipo. Na mimi kwa experience yangu, kitu ambacho nimekigundua, hakuna changamoto ngumu kama kudeal na mtu ambaye hayuko hoi kitandani anaumwa. Kwa sababu kila unachomwambia yeye anafanya ni comedy. Anaona ni utani. Ila mtu ambaye yuko serious, unazungumza na mtu ana saratani, ana pressure inamsumbua, kila wiki yuko hospitalini, ukimwambia mchanganyo huu na mchanganyo huu haufai, anakuelewa. Lazima kutii. Kwa sababu yeye ameonja joto la heka. Ila kwa sisi vijana ukisema labda chipsi, mayai na mishikaki ni wrong food combination, watu wanaanza kuona kama vile unafanya hadaa, wanaona kama vile unatafuta content. Lakini tayari mwili ukishaingia kwenye maradhi, na mtu ukiwa kweli umebananishwa, watu wanafuata utaratibu, na kweli ule utaratibu huwa unawasaidia. Kwa hiyo hapo tuko kwenye wrong food combination. Kuna vyakula havi mix. Vyakula vinavyoenda sambamba ni proteini na vegetables. Kwa mfano nyama, hiyo ndo combination nzuri. Nyama na mboga. Hiyo ni combination ambayo inaenda vizuri, na practically inakufanya pia usiwe hata kwenye risk ya constipation, kwa maana ya kwamba kutokupata choo, kwa sababu kile kitendo pia cha kutokupata choo pia ni changamoto. Umeelewa? Mchanganyiko mwingine mzuri ni starch na vegetable, kwa maana ya wanga na mboga. Hii ndo michanganyiko mizuri. Matunda yaliyo kivyake, unapoamua kula ubwabwa, basi kula ubwabwa na
vegetables, nyama na nini. Ikitokea mtu umekula nyama 2 nyama 3 itatengeneza sumu, lakini wakati mwingine ni sumu ambayo iko ndani ya uwezo wa mwili. Lakini pale ambapo una balance protein gram 100 na ubwabwa gram 100, ile inatengeneza wrong food combination. Na ndio sababu haya tunayozungumza ndio miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea watu wengi kutokupata choo kwa usahihi. Practically ukila mara 2, ukila mara 3, chooni unatakiwa uende mara 2 mpaka mara 3. Haiwezekani unakula mara 2 mara 3 chooni unaenda mara 1. Tafsiri yake ni kwamba kuna kinachokuwa kimebaki kwenye system ambacho kinaendelea kuleta athari kwenye mfumo wa utumbo, lakini pia kinaendelea kuleta changamoto zingine ambazo baadaye zitakuja kuonekana. Kama wengine watazamaji bwana, chooni ama tutumie lugha ya msalani, msalani kila unapokula chakula, kama unakula mara 3 ndugu yangu lazima uende uani mara 3. Kifeli sana mara 2, sio kifeli sana mara 2. Wewe ndugu yangu unaenda huko. Dokta, sasa kuna mtu anakula mara 3 mara 4 na kila baada ya siku 2 ndio anakwenda chooni. Unajua mwisho siku unaweza ukaja ukao unazungumza una sukari una nini. Tunakutafuta, kumbe the big reason ilikuwa ni changamoto ya constipation. Sasa hii historia ya kwenda mara moja chooni kwa sababu inatugusa wengi sana. Hii ya kwenda mara moja, na kwa watu wasioelewa pia kuna mwingine anaweza kana jisifu kwamba haendi mara nyingi. Anapaswa kufanya nini sasa huyu mtu, au tutaangalia baadaye huko? Sasa kwa sababu hapa tunazungumzia causes. Kwa mfano hapa tumeshazungumzia wrong food combination. Unapojipima sasa wewe kwa nafsi yako na ukaona michooni siendi vizuri, anza kujiuliza kwenye food combination. Isije ikawa michanganyo mibaya inazalisha sumu ambazo zinaenda kuathiri wale bakteria rafiki wa tumboni. Wale bakteria wanashindwa kukupa support kwenye upande wa ile system ya umeme wa tumbo, kwa maana ya kwamba chakula kinabaki kimeganda muda mrefu. Kwa kadri ambavyo kiwango cha sumu ni kikubwa, kumbuke kuna seli zinaharibika, kuna seli zinapata athari. Kwa kama ni zile seli zinazohusika na kupush sasa ile haja iende, ndizo zilizopata shida, automatically choo kitabaki muda mrefu. Na kwa bahati mbaya mtu ana uwezo wa kukaa na kilo 2 hata mpaka zaidi ya kilo 2 za haja ambayo haijatoka. Hamna bana. Na huo mzigo unaweza kutoka hivyo hivyo? Ukienda kama msalani huo mzigo wa kilo 2 unaweza kutoka hivyo hivyo. Sasa inategemea kwenye changamoto ya constipation nadhani. Baadaye kama kisha kuwa umetumia dawa, nakuta mtu pengine ajienda haja maybe inawezekana hata siku 2 mpaka 3. Lakini siku ile kaenda haja ni mzigo mzito kweli kweli. Kwa maana ni wasikule yote na kwenda toka ama inakuaje? Hilo of course inaweza kutoa. Sasa kama mtu ametumia dawa na ile dawa kweli ikafanikiwa kusafisha vizuri, ana uwezo wa kutoa kila kilichokuwa kimebakia huko ndani. Na nikwambie kuna watu unawaona huko barabarani wana vitambi. Practically sio vitambi, kwa maana wengine ni haja tu ambayo imekaa muda mrefu haijatoka. Hujanisikia? Na mwangalia ndugu yangu Mr. Director pale. Ana kitambi. Ana ndambi fulani vya ilojificha. Sasa nawaza tu kama ndugu yangu au pengine na waste product mle ndani. Yaani iko hivi. Hichi ninachokuambia ni kiko hivyo. Kuna mtu leo unamkuta ana kitambi anatembea nacho siku 2 siku 3. Wewe unahisi labda ni kitambi kama ambavyo ni ugonjwa wa tabia zao, simu wanafanyia hivi. Wanafutia huko mbele. Kumbe wengine ni matatizo. Wengine ni haja inatakiwa itoke. Kwa hiyo kuna mtu kweli, na kwa hii ninachokuambia ni kweli, unamkuta mtu ana tumbo lake linaonekana ni kubwa, ukimpa yule mtu dawa ya kuharisha, kama lile tumbo ulilipima mwanzoni kabla ya dawa za kuharisha, alafu baadaye umempa zile dawa za kuendesha, ametumia, ukipima unakuta tumbo limepungua kwa kiwango kikubwa. Haki kilichopungua ni nini? Kwa hiyo kuna watu practically kuna shughuli nzito. Ndio maana nimekuambia kuna watu wanatembea na kilo 2 mpaka kilo 3. Mwingine anatumia ile dawa ya kuendesha, anakuambia aisee namshukuru Mungu, yani nimetumia ile dawa ni nzuri, nimepungua kilo 2 kilo 3. Kumbe alichokipunguza ni toxins, ni sumu, ni waste product ambazo zilikuwa zimekaa tumboni. Kwa hiyo yote nilikuwa nimeanzia kwenye food combination mpaka huko. Kwa hiyo wrong food combination ina uwezo wa kupelekea kwenye constipation. Kwa hiyo ni kitu cha kukiangalia. Unapo struggle na constipation, jiangalie kwenye upande wa food combination. Inawezekana kuna mahali hauendi sawa. Huu ulikuwa ni upande wa kwanza. Upande wa pili, hapa tuko kwenye digestive toxins, sumu zinazotokana na uchakatwaji mbaya wa chakula, au sumu zinazotokana na masuala ya chakula. Tuna dakika 25 hapa, hebu tueleze vizuri. Hatari. Muda unakimbia. Kwa hiyo tutatoboa lakini. Sumu ya pili ambayo nataka tuizungumzie ni, unajua mwili una saa. Tuna saa ambayo
tunayo kwenye ubongo yenyewe. Yani wewe kabla hata hujaangalia sana, lakini ubongo wako mara zote unajua saizi naelekea usiku, sasa hivi naelekea muda fulani. Kadri ambavyo mwili unaelekea wakati wa usiku, wakati wa giza, mwili wako huwa una shut down mambo mengi. Hata digestion. Ndio maana unasikia watu, kusikia mtu amvimbiwa asubuhi au mchana. Watu wanavimbiwa usiku kwa sababu usiku mwili huwa unajua kwamba natakiwa niende kwenye system ya mapumziko. Kosa lingine kubwa ambalo huwa linatengeneza uzalishaji mkubwa wa sumu ni pamoja na kula wakati wa usiku. Usiku watu hawatakiwi kula heavy meals. Usiku watu wanatakiwa wale vitu ambavyo ni light, vitu ambavyo asili yake kwenye utumbo vinapita kwa haraka. Unakuta usiku mtu anafukia yuko na wali, yuko na Unasema wengi sana kwa kweli. Haitakiwi. Kwa hiyo kwa kuhitimisha kwenye upande wa digestive toxins, system ya ulaji, kwanza labda nikuulize wewe. Kuna breakfast, lunch and dinner. Si ndio hivyo? Utaratibu aliweka nani? Hata mwenye tasile, nahisi nimekuta tu. Umekuta tu utaratibu. Kama mimi nahisi wanakula sometime mara moja. Kama hivi toka nilivyokula jana usiku ndo nafikiria ni ile mwili wako unajitosheleza. Mungu amekupa kila unachotakiwa uwe nacho ili uishi kwenye hii dunia. Muda sahihi wa kula ni muda unaosikia njaa. Hatuli kwa sababu it's breakfast, hatuli kwa sababu it's lunch, wala hatuli kwa sababu it's dinner. Tunakula baada ya kupata alarm au signal kwenye mwili kwamba chakula kinahitajika. Ndio maana kuna kitu kinaitwa njaa. Njaa ndio inayotakiwa ikwambie sasa nenda kale. Kuna watu wao wakiona chakula, ndio kama ule msemo anasema mtu asione tu kichaka. Yani mtu akiona chakula tu hapo anataka kula. Kile sio kitu rafiki. Chakula, ushawahi kujiuliza kwa nini wakati mwingine unapomaliza kula unajikuta unasikia hata usingizi? Usingizi fulani. Mpaka ina jina siku hizi inaitwa shibe mwana malevya. Wakati mwingine hiyo hali inakuja pale ambapo umekula ukazidi, yani umekula ukazidi au umekula chakula ambacho ni kizito. Lakini kinachotokea sisi tunahitaji kuna kitu sijui nikiekeje, tunahitaji units 2000 mpaka 2500 sawa za kuendesha mwili kwa siku. Zaidi ya nusu za hizo units huwa zinaelekezwa tumboni. Sio rahisi sana umekula maharage alafu unategemea maharage yawe ni sehemu ya jicho lako, maharage yawe ni sehemu ya ngozi yako. Hivyo huoni kama ni kitu cha ajabu. Nguvu kubwa sana huwa inakuwa employed. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba unapoingiza chakula tumboni, nguvu kubwa huwa inaelekezwa tumboni. Hata oxygen nyingi pia inaelekezwa tumboni kwa ajili ya kufacilitate lile jambo. Kwa hiyo unakuta sasa oxygen iliyokwenda iende kwenye ubongo imepunguzwa kidogo. Ile hali inakuletea uchovu na unatamani ufanyaji na unatamani ulale. Ndicho ambacho kinatokea. Kwa hiyo practically tumbo linatakiwa ligawanywe mara 3. Inatakiwa igawanywe sehemu ya chakula, sehemu ya maji na sehemu ya hewa. Hivi ndivyo ambavyo unatakiwa ula. Sasa kuna mtu anakula nafasi zote hizi anazijaza na chakula. Lazima ile hali ya uchovu na kusinzia iwe ni kubwa. Kula unatakiwa ule wastani tu. Tena baada ya kujifanyia assessment kwamba kazi zako ni za sampuli gani, ndivyo ambavyo utajua pia hata mpangilio wako wa chakula uweje. Lakini nilichokuwa nakizungumza ni kwamba wakati wa usiku mwili huwa unaenda kwenye system ya mapumziko. Tuepuke utaratibu wa kula wakati wa usiku. Na kama umeamua kufuata utaratibu wa breakfast, lunch and dinner, basi inatakiwa chakula cha kwanza au cha pili ndio kiwe kikubwa. Chakula kile cha tatu kinatakiwa kiwe ni kidogo sana. Lakini ikiwa unakabiliana na baadhi ya changamoto, whether ni masuala ya uzito au ni changamoto zingine, pressure na vitu vingine, wakati wa usiku ikiwezekana abstain na chakula. Tafuta kitu ambacho ni light, kitu ambacho hakiendi kuleta stress tumboni, na epuka michanganyo ambayo sio rafiki kama ambavyo tumezungumza hapo awali. Hiyo ni digestive. Kitu ambacho nimegundua ni kwamba ukiamua kuzungumzia zile digestive toxins, kumbe inaweza ikawa ni kipindi chenyewe maana yake naona kabisa kuna vitu ambavyo unaviruka. Lakini kwa haraka tu kwenye kwenda kumalizia ni kwamba sumu ya aina ya kwanza ni hiyo, kwa maana ya kwamba inatokana na mmeng'enyo mbaya wa chakula, au ni sumu ambazo zinatokana na issue za chakula. Sumu ya aina ya pili ni sumu ambayo huwa inazalishwa na bakteria. Wakati huo sasa chakula kimeendelea kukaa muda mrefu, kilikuwa kinatakiwa kitoke nje. Sisi tuna bakteria wa namna mbili. Tuna bakteria wazuri na wabaya. Sasa wale wabaya huwa ndo wanakula vibaya. Kwa hiyo wao ndo wanaendelea kupata nguvu. Unaendelea kupata changamoto za gesi na mambo mengine yanajitokeza hapo. Kwa hiyo tena wao wanazalisha sumu za namna yao, ambazo hizo sumu zina uwezo wa kukuathiri pia katika namna moja ama nyingine. Nafikiri kuna darasa ambalo tutakuja kuzungumzia wale bakteria rafiki na wale ambao sio rafiki. Tutaenda kwa umbali. Kwa hiyo kuna sumu ambazo zinazalishwa na wale sasa tunaweza kuzungumza, inaweza ikawa ni minyoo, vitu vingine. Ndio maana kuna mtu anaweza kumwangalia mtu ngozi tukasema mbona mashilingi huyu.
Hii itakuwa jana dawa za minyoo, kwa sababu kuna sumu ambazo wao wanazizalisha ambazo zinaathiri utumbo, lakini pia zinakuja kuonekana kwenye nini? Zinakuja kuonekana kwenye ngozi. Hizo ni aina ya pili ya sumu. Aina ya tatu ya sumu sasa ni sumu ambazo tayari zimetoka kwenye system ya utumbo na zimeingia kwenye damu. Kwa maana ya kwamba hapo lazima uwe una ini ambao ni strong, lazima ini lako lifanye kazi vizuri. Lakini kwa bahati mbaya tuna mambo mengi ambayo yanaathiri ufanyaji kazi wa ini. Namba 1 ikiwa ni pombe, namba 2 ikiwa ni sigara, namba 3 ikiwa ni mafuta ya mbegu kama ambavyo tulizungumza mara ya mwisho. Haya mambo yote yanaathiri yanapunguza ule ufanisi wa namna ambavyo ini linafanya detox. Kwa hiyo ini, uzuri kuhusu ini ni kitu ambacho kina uwezo wa kujiregenerate, kina uwezo wa kujitengeneza hata baada ya damage. Kwa hiyo kuna baadhi ya sumu wakati mwingine huwa zina bypass huko na zinaenda kuleta shida kwenye upande wa figo. Sasa ukimpata na huyo mhusika mwenyewe hata nidhamu yake ya kunywa maji ndio mbovu, ndio jinsi ambavyo changamoto inazidi kuwa kubwa. Baadaye unakuja kupiga stories za mawe kwenye figo, wengine utaanza kuzungumzia na figo zinafeli. Ukirudi nyuma kote huko, asili yake inaweza ikawa ni sumu ambazo zote zinatokana kwenye mfumo wa utumbo, ndo kadri zinavyosafiri zinabadilika majina na zinaenda kuwa sumu za aina nyingine. Kwa hiyo hizi ni sumu za ndani tunaziita, ambazo nilikuwa nimezungumza, ambao ni hizi zinazotokana na vyakula, mchanganyo mbaya, au ni pale ambapo sasa wale bakteria wameanza kuzalisha sumu, zile zinakuwa tena ni sumu za aina nyingine. Alafu sumu za aina ya tatu ni zile ambazo tayari sasa zimeshaingia kwenye system na zinazunguka. Sijui kama ulishawahi kujiuliza kwa nini tuna changamoto. Sasa hivi watoto wadogo macho yameanza kusumbua, na wakati mwingine hata ukiuliza madaktari unakosa majibu yaliyonyooka. Zamani ilikuwa mtu akianza kuvaa miwani unazungumzia ni factor za umri. Lakini sasa hivi mtoto wa miaka 6 sasa unasemaje ni issue ya umri? Zote ni sumu ambazo zinazunguka kwenye mwili. Asili yake ni tumboni. Watu wengi ambao wanavaa miwani practically asili yao, matumbo yao hayako sawa. Sumu zimebypass kwenye utumbo na zikazunguka. Mishipa ya damu hii ya kwenye macho ni midogo. Shida zinaanza kujitokeza hapo, mara lenzi sijui imefanyaje, sijui imekuwa hivi, imekuwa vile. Lakini fuatilia, watu wengi wanaokuzungumzia stories za gesi nini, baada ya muda fulani huwa wanakuja kuzungumzia changamoto ya macho. Hapo nilikuwa nazungumzia sumu za ndani. Tuna sumu zinazotokana, tunasema ni sumu za nje. Sumu za nje hizi ni sumu zinazotokana na kemikali. Inaweza ikawa sasa ni kuanzia vipodozi unavyopaka, na venyewe pia vina uwezo wa kuingiza sumu ndani ya mwili, na uwezo wa kufanya seli zako zikashindwa kufanya kazi. Lakini sumu za aina ya pili ni pesticides. Ni dawa hizi ambazo tunazitumia kwenye upande wa mboga za majani na hizo vitu vingine. Bahati mbaya sasa hivi watu wamekaa kibiashara. Unakuta dawa imepigwa leo, mtu kwa sababu tu ana njaa na vikoba viko mbele, unauziwa dawa ikiwa ina sumu zake. Kwa hiyo hizi zote ni sumu ambazo tuna uwezo wa kuzipata nje. Sumu zingine ni sumu zinazotokana na hali ya hewa. Wakati mwingine kama unaishi kwenye mazingira ambayo kuna viwanda, kuna mioshi, kuna moshi zile zina nani, na wewe unazivuta, pia unaweza ukawa unavuta kategori nyingine tena za sumu. Kitakacho kufanya usurvive, kitakacho kufanya uishi vizuri kwenye hayo mazingira ni quality ya detox organs zako. Mapafu yako yako strong kiasi gani, ngozi yako iko strong kiasi gani, utumbo wako uko strong kiasi gani, na issues zingine. Kuna vyakula, kwa mfano mboga za majani na matunda, zote hizi huwa zinasaidia kwenye upande wa detox, lakini uzitumie kwa usahihi. Kwa hiyo kinachomata ni quality of detox, sio kiwango cha sumu. Kwa sababu hatuwezi kukwepa sumu. Utaambiwa magari yanazalisha sijui carbon monoxide. Sasa utaenda kutembea wapi ambapo hamna gari? Labda ukakae Tarangi. Huko Tarangire nao watalii wanaenda na makruza. Kuna viwanda huko sometimes. Watalii wanaenda na makruza. Kwa hiyo hamna sehemu ambayo utapona. Kwa hiyo what matters ni quality of your detox. Mwisho tutahitimisha tu kwa kuzungumzia zile detox plan tu za haraka ambazo mtu anaweza akafanya. Lakini sumu zingine ambazo tuna uwezo wa kuzipata kwenye mazingira labda ni sumu zinazotokana na mimea na wanyama. Mfano nyoka akikungata tayari ile ni sumu, ikiingia kwenye mwili wako ina interfere seli zako. Na kuna mimea ambayo huwa inazalisha sumu kama vile kuvu sio kama unajua sumkuvu inazalisha kwa kizungu tunaita kwa kizungu tunaita nafikiri ni mold, is it mold? Sumkuvu acha tubaki kwenye Kiswahili tunazungumza na Watanzania. Ndio. Kwa hiyo sumu zingine sasa ni hizi sasa ambazo tunasema ni vitu ambavyo ni vigeni kwenye mwili. Hivi vinavyotokana na industrialization, vinavyotokana na masuala ya viwanda. 80% ya vitu vya supermarkets vingi vinakuwa vina vitu ambavyo mwili unavitem kama ni sumu. Na miongoni mwa vipimo vya kujitambua, yani utajijuaje kwamba wewe wewe niseme hivi, kadiri ambavyo una route nyingi na una safari nyingi za kuelekea supermarket kuliko za sokoni, ndivyo jinsi ambavyo unatakiwa ujipange na bima nzuri ya afya. Kwa sababu tuna sumu nyingi sana ambazo tunaweza kwenda kuziokota kwenye upande wa supermarkets. Safari za Mtanzania, safari za Mwafrika nyingi zinatakiwa ziwe ni za sokoni kuliko
kuliko supermarket. Vitu vya supermarket labda tuta take time wakati mwingine. Vina vitu vingi ambavyo mwili unashindwa kuvi-identify. Na kwa mfano ukimchukua mtu aliyeishi miaka 50 iliyopita, hata akitumia vitu vya supermarket hana shida sana kwa sababu mwili wake hauna sumu za kutosha. Sisi tayari tuna accumulation ya sumu za kutosha. Tuna sumu za kimazingira, kuanzia huko kwenye cosmetics, kwenye kila kitu tumezungukwa na sumu. Kwa hiyo tusiendelee kukusanya sumu kwenye miili yetu. Ndio haya ambayo yanatutesa. Leo kesi za dialysis zimekuwa nyingi. Watanzania wengi wana changamoto, maini yao tayari yameshaanza kupata shida. Watu wengi wana changamoto za vidonda vya tumbo. Yaani tuko kwenye kipindi ambacho madaktari wamekuwa ni wengi, hospitali zimekuwa ni nyingi na maradhi yanatusumbua kuliko kawaida. Huu ni wakati sahihi wa kupunguza sumu ambazo tunaendelea kuzigather kwenye miili yetu. Aina nyingine ya sumu ya mwisho tunasema ni emotional toxins. Emotional toxins ni sumu, zinaweza zikawa zinatokana na stress, wakati mwingine hata chuki. Chuki pia ni sumu. Jealousy ni wivu wivu pia ni sumu. Ni vitu ambavyo labda vinahitajika tuvizungumzie kwa muda wake. Kadiri ambavyo unakuwa una negative thoughts, kadiri ambavyo unaendelea kuwafikiria wenzako vibaya, unatamania mambo mabaya. Kadiri ambavyo unaendelea kuwatamania watu mambo mabaya, hizo ni sumu unaendelea kuzigenerate kwenye mwili wako. Na kuna siku una option mbili. Utapata either mambo ambayo yataonekana kama ni maradhi ya hospitalini, na mengine utayapata hayana hata sura ya hospitalini. Mwisho wa siku unaanza kusema umelogwa na safari zako zinakuwa ni za kwa waganga. Na kwenye emotional toxins au stress au negative energy, hizi zote ni makundi ya sumu. Ndio. Unaweza kuwa unapambana na sukari, pressure ya muda mrefu, kumbe umekula pesa za watu. Bwana wewe. Yaani katika namna ya kuhakikisha unaondokana na sumu hiyo, rudisha pesa za watu alafu rudi kwenye program za kujitibia ndo utapona. Yaani ikiwa unategemea mitishamba ikusaidie kwa kuwa una sukari iliyotokana na kula mali ya yatima, utakaa sana, hutapona. Yaani wewe utakuwa ni kitega uchumi cha madaktari. Utamchangia daktari huyu na utamchangia daktari yule. Kwa hivi vyote ni vitu vya kuviangalia. Watu waepuke wrong possession, kumiliki vitu vibaya. Hizo ni sumu wrong possession ni kumiliki vitu pasi na uhalali. Umeiba, umedhulumu. Hizi zote ni sumu unaendelea kuziaccumulate kwenye mwili wako na zina uwezo wa kukuletea shida. Kumiliki mali ya mtu inakuwaje sumu kwenye mwili wako kiafya? Sasa hilo ni darasa lingine. Kila kitu kina energy, kila kitu kina nguvu yake. Mimi hii simu is something spiritual, lakini ndio kweli. Unaona hii simu ni ya kwangu. Sio ya kwangu tu kwa sababu nimeinunua. Hii simu inanijua. Huo ndio ukweli. Utakapoichukua, nilipata kuisikia kwa Max Mello, huyu mkurugenzi wa Jamii Forum. Alizungumza kuhusu habari kwenye upande wa technology ya IT huko ya. Hii inanijua na ina possess energy yangu. Wewe unapoichukua bila ridhaa yangu, hii simu haikutambui. Mara zote inakuwa ina compel na energy yako. Labda kwani laana ni nini? Something kama hiyo. Laana ni kwamba kuna energy siku zote ambayo inazunguka ndani ya familia. Inatoka kwa baba inaenda kwa mama, inatoka kwa mama inaenda kwa watoto. Pale ambapo mzazi anakuwa na kinyongo, kile kinyongo ni ndani ya moyo. Wakati ile energy ina flow ikiwa ina kinyongo inaenda kwa mtoto, na ndio hapo mambo yanakuja sasa katika ile taswira ya kuharibikiwa. Hiyo ni concept of energy, inataka darasa lake. Ni kitu ambacho hakina ushahidi wa kisayansi lakini kina exist. Mama anaenda sokoni mbali kabisa, anamwacha mtoto akiwa amelala ndani. Wakati yuko sokoni anakuambia mwanangu analia. Na ni kweli mtoto wake analia muda ule kwa sababu kuna energy ambayo inaunganisha vitu. Hata mimi hiyo kitu unaniambia nimesha kutana nayo. Nilikuwa niko somewhere nakula, iko jioni nakula kwa supu na nini na mtoto wangu umri miaka 6. Sasa alikuwa anasikia usingizi. Kabla nikamwacha akapumzike, nikapumzika, nikarudisha mlango, nikarudi pale pale kwenda kunywa zangu supu na pia sio na watu. Nimekaa kama dakika 15-20. Sasa anakuja. Ilisi tu kama kuna kitu kipo sawa. Nikafanya dogo na kaamka analia. Kwa hiyo kuna energy, kuna energy ambayo inazunguka kwa watu mara zote. Na katika kitu unatakiwa uogope sana. Mimi katika watu huwa nawaoneaga huruma ni wale wala rushwa. Unajua unachukua pesa ya mtu. Wakati mwingine unajua ubaya unakuja unachukua pesa ya mtu ambaye hujui hiyo pesa ameipata vipi. Nipataje? Ukute alikesha wiki nzima anamuomba Mungu aipate hiyo pesa, akaipata, alafu akakutwa na jambo ambalo wewe huna nafasi isipokuwa kuila hiyo hela, alafu yeye anamrudia Mungu anamuomba, bwana niliomba ile. Mungu ulinipa mwenyewe hiyo. Ulinipa lakini imechukuliwa kwa dhulma. Hivi ni vipi utapona? Kupona kwako ni kurudisha.
Ndio maana unapoweza kuepuka vitu ambavyo sio za vya sawa, jitahidi kuepuka, manake utakuja kuingizwa katika mtihani hata hutajua treatment unaanzia wapi. Na wakati mwingine inaweza kutembea mbele vizazi vyako. Kuna watu wanahangaika na mahospitalini wala hata hawana issue ya hospitalini. Warudishe vitu vya watu walivyokula walivyokula bila haki, yani walivyokula kwa dhulma. Kwa hiyo pia ni kipimo. Ukiona unahangaika sana na uelewi, jitathmini. Shida ni nini? Kwako wakati mwingine rudi hata kwa wazazi kama ni wazazi, na wenyewe waombe msamaha na vitu kama hiyo. Story yake ni ndefu. Hii labda upate siku tuzungumzie the concept of energy. Nguvu ni nini? Yani what's energy? Alafu ndo tunaweza kuzungumza kila kitu. That is very interesting story, I can see it. Tunaweza kuzungumza point kwa point, na huku sasa ndo tutatoa ufafanuzi sasa hizo energy ni nini. Kuna mambo mengi. Kwa nini single parenting ni hatari? Bwana mtazamaji, hebu tuambie hiyo kama utatamani siku tuzungumzie kuhusu habari ya energy. Hivi energy sema tunahitaji nguvu. Ni nguvu. Kama ni nguvu. Energy hivyo yani ka energy watu. Wewe mla rushwa, wewe ambao tena mabaya kwa watu, namna gani inaweza ikakurudia na usifahamu. Unashangaa unafanya vitu ufanikiwi. Yani hiyo energy inahusika vipi hapo? Hebu kama unatamani tujadili mada, weka comment yako chini hapo, afu tutaisoma. Kwa kumalizia, na muda pia sio rafiki. Kwa haraka japo tutatake time, kuna siku tutazungumzia organ moja baada ya nyingine. Lakini kwa sasa hivi tunachokizungumza ni kwamba zipo njia ambazo unaweza ukawa unazifanya ambazo zitakusaidia kwenye upande wa detox. Namba moja, the best detox ni kufunga. Acha kula hovyo. Umeelewa? Kula ni mara moja ni mara mbili kwa siku inatosha kabisa. Especially kwa sisi watu wa mjini, hata mara moja inaweza ikawa inatosha. Mida mingine ni kubalance maji pamoja na matunda. Huu utaratibu ukisha kula, acha utaratibu wa kutafuta mlo mwingine hapa katikati. Ukiamua kukaa kula. Kuna mwingine akitoka hapa ameshakula wali, imepita lisali moja akiona karanga unasikia njoo. Ampita kidogo mahindi njoo. Yaani mwili haujui eti kwamba hichi kimekuja ni kidogo ni kikubwa. Mwili unatumia nguvu ile. Yaani wewe unaweza ukapeleka mashine, ukipeleka mashine ya kusaga. Hivi ukipeleka unga robo na kilo 5. Umeme unaowashwa ni ule. Kwa hiyo hamnaga kusema eti hivi nawasha umeme wa kilo 2. Kwa hiyo ukiamua kula. Ukiamua kukaa kula. Hapa katikati achana na habari ya kula. Kwa hiyo namba moja. Lakini namba 2, funga ukiweza. Kuna taratibu tofauti za kufunga. Kuna Waislamu wanasema pia wakati mwingine kufunga ni afya. Kufunga ni afya, kufunga ina mambo mengi sana kwa Waislamu. Wana taratibu tofauti. Kuna kufunga zile za sunna wanaita za Jumatatu na Alhamis, na kuna funga zingine. Lakini kwenye concept ya energy tutazungumzia kufunga, na tutazungumzia namna ambavyo kunakuwa na connection baina ya kufunga na Mungu. Ndio. Hiyo tutaizungumzia kwenye ile concept ya energy, labda kama ndio itakuja kwa kipindi kinachokuja. Lakini watu waingie kwenye utaratibu wa kufunga. Kufunga sio lazima iwe spiritual. Mtu unaweza ukawa unafunga masaa 6 ndio unakula masaa 12, na ziko funga mpaka za siku 3 ukiwa unakunywa maji peke yake, au ukiwa unatumia juisi za matunda, au ukiwa unatumia matunda peke yake kwa muda fulani. Inategemea unahitaji kufanya nini kwenye mwili wako. Lakini kitu kingine, watu wajitahidi mazoezi pamoja na kuingia kwenye saunas, kuhakikisha kwamba watu wanatoka jasho. Kitu kingine ambacho kitakusaidia uwezo ya sauna inakuaje? Sauna ni ile kuingia kwenye kile chumba cha joto ambapo unakuwa una sweat. Anasema kwamba yana uwezo sasa. Anapaswa kufanyaje au akimbie? Nyungu. Piga nyungu nyumbani. Okay, kimbiza upepo tu. Anaweza akaa anakimbia, of course ndo mazoezi yenyewe. Lakini kuna style ile tulikuwa tunaiona kipindi cha corona, japo inahitaji precaution na mtu ajue. Sio kila mtu anaweza kufanya hivyo. Kwa mtu ambaye anahitaji labda anaweza akana, ni kwamba mimi hiyo inanifaa baada ya kumhoji. Maana sio kitu ambacho unaweza ukakihalalisha kwa watu wote. Wapo watu hawawezi kufanya, wengi wanafanya, ila lipo kundi la watu wachache ambao hawawezi kufanya. Lakini sauna ni kama inabeba watu wengi. Japo pia na kila kitu kinafanyika kwa elimu. Yaani hamna kitu tu unakurupuka ndio unaanza kufanya, hapana. Kila kitu kinataka knowledge. Kwa hiyo saunas, na watu wajitahidi kunywa maji. Maji hayanywi mengi kwa mara moja. Maji yananywewa kidogo ndani ya masaa 24. Maji ni lita 2 mpaka lita 2 na nusu kwa siku. Japo wakati mwingine inategemea na factors. Kama mtu mazingira ambayo yupo anatoka jasho sana, anaweza akazidisha kiwango cha maji. Lakini utaratibu, kuna mtu anakuambia anakunywa maji lita 5 sio kwa siku. Sio kitu ambacho ni healthy. Yaani maji ni uhai, lakini maji pia yanaweza yakageuka. Mimi nakunywa lita 5 maji kwa siku. Maji pia yanaweza yakageuka na kuwa ni tatizo kwako, na yana uwezo wa kuletea athari watu wakashangaa. Kwa hiyo kila kitu kifanyike kwa elimu na kifanyike kwa usawa. Wote maji upasiwe kunywa mengi sana. Sio kwamba ukinywa maji mengi at least utakuwa umeokoa mwili kwenye matatizo kadha wa kadha.
Tena unaweza ukanywa maji machache, lakini kwa sababu umeyanywa mengi kwa mara moja pia inaweza ikawa sio msaada kwako, wala yanaweza yasikusaidia. Kuna mtu anaweza akawa amekunywa maji lita 1 na mwingine amekunywa nusu lita. Yule wa nusu lita akanufaika na maji yale kuliko wewe uliokunywa lita 1. Wewe lita 1 umeyapeleka mara moja. Yaani maji ukiyapeleka kwa mara moja lita 1 shwa, baada ya muda mfupi utaenda kuyatoa yote, lakini maji yale kidogo kidogo ndio yanapata muda wa kuingia kwenye seli na kuangalia mahali ambapo kuna uhitaji. Wewe ni sahihi mtu ambaye anakata kama una kiu unakunywa maji. Kidogo tu unakunywa maji. Sio mbaya, ni utaratibu mzuri. Ili mradi tuwe kwenye ile range ya siku. Na kitu kingine cha kuepuka kama sehemu ya detox, unatakiwa ukishamaliza kula ukae lisali 1 ndio uanze kunywa maji. Lakini hutakiwi katika kitu kingine kibaya ambacho nimekisahau kuzungumza kwenye wrong food combination ni soda na chakula at the same time, juice na chakula at the same time. Lazima kuwe na gap. Ni mambo haya. Ni kujizoesha tu. Mbona kama tutoboi huku? Ni kujizoesha tu. Hiyo ni kujizoesha tu. Na ukishazoea serious unapata taabu. Lakini ndio shida nyingi. Watu wengi wanapata constipation, hawapati choo. Changamoto ni hizo. Hapo ametoka kula, hapo ameshushia na maji. Hiyo sio sawa. Unatakiwa upatikane muda wa chakula kichanganyike na zile digestive enzymes. Ukipeleka kwa mfano tumboni ni acidic, ni acid. Kwa hiyo unapokuwa umemaliza kula hapo umepeleka maji, tafsiri yake ni kwamba unaharibu ile balance ya acid. Kwa hiyo inabidi mwili tena uanze kufyonza yale maji, irudishe ile pH ya tumbo irudi inapotakiwa, ndio mchakato wa digestive uendelee. Lakini chakula kinatakiwa kikae tumboni kwa muda fulani unaotakiwa. Ikizidi inatengeneza sumu. Mambo ni mengi. Kwa hiyo baadaye tutakuja kuzungumza kuhusu nini? Baadaye nafikiri tunaweza kuja kuzungumzia microbial imbalance. Ni wale bakteria rafiki sasa na namna ambavyo wanaathiri maisha yetu. Na Hippocrates amesema maradhi yote yanaanzia tumboni. Kwa hiyo tutakuja kuangalia sasa kwa nini alisema hivyo. Lakini kwenye kuzungumza hivyo sehemu kubwa tutakuwa tunazungumzia bakteria rafiki na mwili. Bakteria ni nani, wanafanya nini na vitu gani vinawaathiri, na ni nini kinatokea pale ambapo wale bakteria wameathirika au wametolewa kwenye usawa. Na ndio shida kubwa ya watu wengi wanatakiwa warekebishe matumbo yao, kwa maana ya kwamba kuhuisha vile viumbe hai ambao vinatakiwa viwepo, especially kwenye sehemu ya gut, kwenye sehemu ya utumbo. Unalipi sala kumweleza mtazamaji ambaye kwa sasa anakutazama hapo? Hebu pigana story kama dakika 1, umpe ujumbe mfupi kuhusiana na hicho ambacho tumezungumza leo kwenye upande wa toxicity. Tupo katika ulimwengu ambao tupo katika ulimwengu ambao hatuwezi kukwepa sumu zote. Lakini ni vyema watu wakawa na elimu na ufahamu juu ya hizo sumu zinapatikanaje na zile detox, na kufahamu vile viungo ambavyo vinahusika na detox, na ajue namna ambavyo anaweza akavisupport ili mradi viweze kumnufaisha kiafya. Mimi nadhani hilo linajitosheleza. Basi bwana, pamoja sana ndugu yangu Dr. Choice, tumepata ujumbe wako japo mambo ni mazito leo. Ndugu yangu Nito kama mwingine amekatwa anashika kichwa, eti Nito Tonito amekana anashika kichwa. Silvia amekatwa, mwingine pia anakana sikitika na kabisa mtu tunatoboa mkweli. Lakini kila kitu kinawezekana kwa sababu ni mwendo wa kujifunza na kujizoesha na inakuwa. Inaweza kwa sababu kwa mimi kuna ndugu yangu pia mmoja anaitwa Justin. Yuko Taborani, mwalimu wa primary. Ena utaratibu aliuanzisha nadhani pale tukiwa nyumbani toka zamani, kama mimi nakunywa baada ya dakika 30 baada ya kula. Nakunywa baada ya kula dakika 30. Lisali moja. Ye 30. Sasa elimu alichukua wapi, alitolea wapi hiyo? Lakini ameweza. At least sasa bora hata yeye ambaye angalau anakula baada ya dakika 30. Wakati fulani nilikuwa siwezi kula yani bila kushushia kitu. Wewe uniambii kitu. Lakini the more unaendelea unajua tutengeneze utaratibu wa kutembelea wagonjwa. Tunakuwa jeuri kwa sababu hatuoni watu wanapoteseka. Mfuatilia watu ambao wanaweza wakawa wanakuelewa, ni watu ambao wameuguza, ni watu ambao wako na wagonjwa au ni wagonjwa wenyewe. Lakini sisi ambao ni wazima hatujawahi, mtu hajawahi, kwanza mtu ana ndugu zake hata wako Muhimbili wako wapi, hajawahi hata kwenda, yeye anaona maisha ni sawa tu. Ila ukiwa mgonjwa au ukiuguza, kwa mfano tunazungumzia constipation sio swala dogo, hali ya kukosa choo. Watu hapo wamepoteza maisha kwa hiyo tu, kutokukosa choo. Ikiwa wewe ndio ulishawahi kumuuguza mtu ambaye alikuwa na changamoto ya constipation na akafariki kwa sababu ya hiyo changamoto, ikizungumzwa constipation, chakula fulani kina uwezo wa kusababishia constipation, uweze kukichukulia katika hali ya mzaa. Uko sahihi kabisa. Mtazamaji, hii ni Mizani ya Afya kutoka hapa Bongo Brothers. Nilikuwa na Dr. Choice kuzungumza haya ambayo tumezungumza, na amini bila shaka umejifunza mambo mengi sana hapa, kufahamu kuhusiana na mambo gani ambayo yanasababisha sumu katika mwili wako na kusababisha pia maradhi ya mara kwa mara. Mimi naitwa Godwin Mawanja, kama kawaida kaka G, kwa nguvu na muda. Mpaka next time tena tukutane katika Mizani ya Afya hapa Bongo Brothers. Bye bye.